ukiwa na chanzo bora zaidi ambacho kinaweza kukupa joto. Ni katika semina ya mafunzo kuhusu uandaaji wa maziwa salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu inayotolewa na Bodi ya Maziwa Tanzania TDB kwa wadau wa tasnia ya maziwa nchini, inayofanyika sambamba na maadhimisho ya wiki ya maziwa inayoendelea hapa katika viwanja vya shule ya msingi Kiwanja cha Ndege mkoani Morogoro. Wastani huo, yani yanzia 90 mpaka 97. Wengi wa watumiaji wa maziwa bado hawajawa na uelewa wa kutosha kuhusu ni maziwa gani yaliyo salama kwa matumizi ya binadamu ili kuepuka athari za kiafya zinazosababishwa na vijidudu hatarishi kwa afya ya binadamu, vikiwemo vya ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Wastani huo, yani yanzia 90 mpaka 97, joto hilo bila kuporomoka. Afisa mteknolojia wa chakula Rajilan Hilali kutoka Bodi ya Maziwa Tanzania anaeleza njia zinazopaswa kubaini maziwa salama kwa matumizi ya binadamu na namna ya kuandaa maziwa hayo kwa wadau hawa wa tasnia ya maziwa nchini wanaoshiriki katika semina hii. Kwa hiyo haya majoto yapo kwa wastani huo. Aidha una chanzo cha joto kinachoweza kutoka 85 mpaka 87 nusu saa bila kuporomoka joto hilo. 90 mpaka 97, dakika 5 tu umepata joto la 90, umepata joto la 91, 92 bila kuporomoka. Dakika hizi 5 vijidudu kwenye maziwa yako vinakuwa vimekufa na maziwa hayo ni salama kwa matumizi ya binadamu. Tuko pamoja eh? Yes, najua majumbani tunatumia maziwa umeweka bili kwa baba fulani anakuletea maziwa. Pale nyumbani mama anaweka pale, yanafulumiaga, wanaita kufulumia. Yakishapanda yakashuka, ipua hayo. Aise. Ipua hayo tayari. Jamani, tunakula bara kubwa sana. Tunatumiaga matatizo makubwa sana kutoka kwenye yale maziwa. Joto bila kufika 85, 86, 87 nusu saa, maziwa hayo sio salama. Joto bila kufika 90, dakika 5, 91 dakika 5, 92 dakika 5, bila kuporomoka joto hilo, mnatumia bara kubwa pale nyumbani. Kwa hiyo kuhusu uchemshaji wa maziwa majumbani, viwandani, kanuni ni hii. Sawa kule wanatumia mitambo, wewe nyumbani unatumia sufuria. Hakikisha unaweza kupima maziwa hayo na joto umelipata, utatumia maziwa salama. Chini ya hapo yamepanda yameshuka, mmeipua mmekunywa, ndugu zangu, ni hatari kubwa sana. Tuko pamoja Kwa upande wao, washiriki wa semina hii ambao ni wadau wa tasnia hii ya maziwa kutoka makundi mbalimbali wanaeleza kunufaika kupitia semina hii, huku wakiiomba serikali kupitia Bodi ya Maziwa Tanzania TDB kutoa mafunzo hayo mara kwa mara ili kuwajengea wananchi uelewa wa kutosha kuhusu maziwa ili kuepukana na athari hizo za kiafya. Sisi tulikuwa tunakamwaga maziwa na tunauza, lakini hatujui kwamba ng'ombe na kwaje. Maana tumeambiwa kwamba ng'ombe maziwa halisi ambayo ni nzito yakuwa na kilo ya 32. Yakuwa nyepesi sana inakuwa ina 26, inakuwa ya stani mpaka 7. Sasa tumepata elimu. Tumeuliza kwa sababu gani? Kwa nini maziwa inakuwa kuna wakati ambayo ina uzito, kuna wakati ambayo itakuwa ina uzito? Tumeambiwa na wataalamu kwamba wakati wa joto maziwa yanapungua. Wakati wa baridi maziwa yanapata uzito. Kwa tumepata kitu kama hicho baada ya madakika machache tulipoingia kwenye semina. Kwa tunashukuru hilo, tulipata mafunzo kwa wakati ndogo hapa na tumeshaelewa kwamba kwa nini ng'ombe inakuwa maziwa inakuwa kuna changamoto ya wepesi wa maziwa na uzito wa maziwa. Tumeambiwa kwamba wakati wa joto maziwa yanapungua uzito. Wakati wa baridi maziwa yanapata uzito. Tuliona kwamba hata pia naye maziwa inapungua uzito kutokana na kama ng'ombe haina malisho mazuri. Kama ng'ombe haina malisho mazuri, maziwa inapungua, inakuwa haina uzito. Hata kama binadamu, kwa ukila chakula kinaenda vizuri, maziwa unakuwa na afya. Hasa nikirudi nyumbani, nimeshapata mafunzo kwa sababu tunaenda kutenga maeneo ya kuchunga kiangazi na maeneo ya kuchunga wakati wa mvua. Na pia ndapeleka elimu kwa wenzangu kwa sababu sisi tuko wanachama, tuko wengi ambao tunafuga. Kwa hiyo ndaenda kusema pamoja na wenzetu, na ilikuwa tunaomba elimu tufikiwe mpaka kijijini, au kama kuna kitu fulani ndio kuwasomea, kama kuna muongozo tunaomba tupewe uongozo ambao tunapeleka manyumbani kwenda kuwasomea wenzetu. Jamani, inakuaga hivi. Tukajifunza jinsi ya kutambua kwanza uzito wa
wa maziwa uliopungua, ambao mkufunzi wetu akasema kwamba kwa kuangalia hilo tunatumia maziwa na lactometer, ambao ni kipimo cha kuangalia uzito wa maziwa. Na tunapima maziwa yakiwa kwenye degree 20 za centigrade, na kwenye kila degree inapoongezeka uzito wa maziwa unapungua. Degree zikipungua uzito wa maziwa unaongezeka. Hivyo maziwa yetu tukiyapima pale katikati, kwamba yani yakiwa kwenye degree 20 zile zinazotakiwa, unayopata ndo kilo yako. Ila ikipungua degree au ikiongezeka, kuna njia ambayo utakalculate kupata uzito wa maziwa halisi. Hapo utagundua kama maziwa yako yamepungua au yameongezeka uzito. Mimi nahisi teknolojia hii ni nzuri. Inawasaidia sana wafanyabiashara wetu. Watakuwa wanagundua kwamba maziwa yako, hata wale wanaonunua na wanaouza pia. Kwa sababu kama alivyotolea mfano, maziwa mtu anaweza kuzalisha maziwa vizuri, lakini kutoka pale kupeleka kwa mfanyabiashara anayemuuzia, anaweza akamtuma kijana. Kijana anaweza kupata emergency akauza maziwa hata lita 2, akaongezea na maji. Lakini baadaye akafikisha kule, yule anayenunua akayapima, atagundua kama maziwa haya yana uzito mdogo kulingana na content ya maji. Kwa hiyo baada ya kuangalia kama mfanyabiashara kule alipima akaona ako sawa, afu mnunuzi akapima pia akaona uzito haupo sawa, ina maana baadaye atagundua kama tatizo lipo wapi. Mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital. Mfumo huu utaona vitongetonge vikubwa vinatengenezeka humu kwenye hii tube. Sawa